na jamii imesahau kuhusiana na suala zima la talaka. Watu leo wanasherehekea, wanafurahi baada ya kuachwa, lakini pia wengine wanalazimika kufanya vitu vya ajabu mpaka aachike. Niwaambie ndugu zangu ambao ni Waislamu, kwa hakika ukiwa Muislamu tambua ya kuwa ndoa ni ibada. Kama ndoa ni ibada, manake hata talaka ni jambo la kiibada. Ni jambo la mfumo maalumu katika Uislamu. Na Uislamu kihakika ni dini ambayo haijamfunga mtu, haijamfunga mume wala haijamfunga mke. Imeweka huru kabisa, na ndiyo maana kabla mjaingia katika ndoa manake ni lazima mridhiane, mkubaliane kati ya mume na mke. Ndio baada hapo mnaingia katika maisha ya ndoa, kwa sababu ndoa ni mkataba, ndoa ni maisha. Ni maisha ambayo makubwa sana, na ni maisha ambayo ndani yake yanakuwa na ibada ngumu sana, katika ibada kubwa sana. Na kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanya ndoa kuwa ni alama miongoni katika alama zake za uwepo wake Allah Tabaraka wa Ta'ala, pale ambapo aliposema katika surati Ar-Rum aya nambari 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa min ayatihi, katika alama na dalili za uwepo wa Allah Tabaraka wa Ta'ala ni an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kutuumbia sisi waume wake. Lengo kubwa nini? Litaskunu ilaiha, ni kupata utulivu kwa wake. Kwa nini? Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, ni kujalia kati yenu mapenzi na kuhurumiana. Kwa nini? Liqaumi yatafakkarun, kwa watu wenye kutafakari kuhusiana na hilo. Maana yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifanya ndoa kuwa ni ibada na ni katika alama zake. Yoyote ambaye mwenye kukata ibada hiyo pasina mambo ya msingi katika sheria, maana yake anapata laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mathalan leo kwa mfano, ndio tunavyoona wanawake wa dada wanasherehekea baada ya kutalikiwa, baada ya kuachwa. Yani anaona kwamba ni jambo la fahari, ni jambo la kushereheka, ni jambo la kuwaita watu kuja nao washiriki katika jambo hilo. Anasahau ya kuwa ikiwa mke ameachwa katika utaratibu wa sheria, kuna kitu kinaitwa eda. Je, mwanamke huyu amekaa eda au ndio anasherehekea tu, yani anafurahi? Na eda ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliweka kwa ajili ya wanawake kukaa eda pale ambapo wanapotalikiwa, pale ambapo wanaachwa. Na kuachwa kwenyewe kwa sababu za msingi sana za kisheria. Moja katika sababu za msingi za kisheria, ima mume awe mshirikina na umethibitisha ya kuwa mume huyo ni mshirikina.